Wakati Tanzania ikibaki na wawakilishi watano katika michuano ya kimataifa ngazi ya klabu msimu huu wa 2025-2026, wadau mbalimbali wa soka hapa nchini wamezipa nafasi kubwa timu 4 za Tanzania bara kucheza hatua ya makundi. Katika timu zilizobaki kuna KMKM ya Zanzibar inayoshiriki kombe la shirikisho baada ya Mlandege kutolewa kwenye ligi ya mabingwa kwa upande wa Tanzania bara, Yanga na Simba zinazoshiriki ligi ya mabingwa, wakati Singida Black Stars na Azam zipo kwenye kombe la shirikisho. Wadau hao walitoa maoni yao kupitia mjadala uliofanyika Oktoba 2, 2025 katika mada isemayo umeonaje viwango vya timu za Tanzania katika mashindano ya CAF na zifanye nini zitoboe makundi? Sio wote walizozipa nafasi timu hizo kufuzu makundi. Wapo ambao wamekuwa na wasiwasi juu ya viwango walivyoonyesha kwa baadhi ya timu, lakini pia kuna ushauri wameutoa. Kinachozibeba Simba na Yanga. Kocha wa zamani wa timu ya vijana ya Azam FC, Mohamed Bandru, amesema Yanga na Simba zinaweza kufika mbali kutokana na kubebwa zaidi na ubora wa wachezaji hususan wa kigeni. Hatuko vibaya kwa sababu ukiangalia timu zote zina wachezaji wanaoweza kutufikisha mbali zaidi. Ukiangalia tulipotoka na sasa kuna mabadiliko makubwa, na hii inatokana na uwekezaji mkubwa uliofanyika ambao tuna faida zake, amesema. Sina mashaka na hizo timu kutokana na mabenchi bora ya ufundi walionayo, kwa sababu wameshakutana na changamoto kubwa katika michuano hiyo. Kwa KMKM inastahili hapa ilipofika, ingawa huwezi kulinganisha na klabu za bara kwa uwekezaji. Badru aliyewahi kuzifundisha pia timu za Mtibwa Sugar na Gwambina amesema kukutana na KMKM na Azam anaamini itakuwa ni mechi ngumu kutokana na rekodi na historia ya miaka ya hivi karibuni wakati zinapokutana katika michuano mbalimbali. Aiza Badru amesema kwa upande wa KMKM kutoka Zanzibar imeonyesha matumaini makubwa kutokana na kiwango ilichoonyesha hadi sasa, ingawa jitihada kubwa zinahitajika kwa sababu timu nyingi za visiwani humo hazina udhamini wa kutosha. Changamoto kwa timu za Zanzibar ni suala zima la uwekezaji kwa maana ya wadhamini wengi na maandalizi ya kutosha. Japo kwa hapo tulipofikia tunaona kabisa kuna mwanga unaonekana na kwa miaka ijayo zitaleta ushindani zaidi, amesema Badru. Kocha wa zamani wa maafande wa Tanzania Prison Aman Josia amesema hadi sasa timu za Tanzania zilipiga hesabu nzuri katika hatua ya awali ya mchujo wa kufuzu michuano ya CAF, hususan baada ya kuanza kucheza mechi za ugenini na kila mmoja kufanya vizuri. Hesabu za timu za Tanzania zilienda vizuri kwa raundi iliyopita kwa sababu ya kushinda ugenini, jambo ambalo kwa mitazamo ya mwanzo ilikuwa ni tofauti hasa kwenye mechi za CAF. Kwa hatua ijayo ambapo timu 3 zitaanzia ugenini, lengo la kwanza ni kupata sare na ziona zote zikienda hatua ya makundi, amesema. Katika hatua nyingine, Josia aliyewahi kuifundisha Geita Gold amesema huu ni muda wa timu kushiriki kuboresha viwango vyao, ingawa kadri michuano inavyozidi kusonga mbele ndivyo wachezaji wanavyozidi kuelewana na kutengeneza balansi ya kiuchezaji. Sina shaka na timu za Tanzania kufuzu hatua ya makundi, japo kwa Simba kama inahitaji benchi jipya la ufundi inaweza kutumia kipindi hiki cha mapumziko kufanya hivyo kwa lengo la kocha mpya kupata muda wa wachezaji, alisema Josia. Aiza Josia amesema licha ya Simba kuwa katika mchakato wa kutafuta kocha mpya, kuna uwezekano usiathiri moja kwa moja viwango vya wachezaji tofauti na benchi jipya la ufundi linapokuta nyota wapya zaidi ya 10 walioingia kikosini. Kwa upande wa kocha wa FC Lupopo ya DR Congo, Luis Emmanuel amesema ameridhishwa na kiwango kilichoonyeshwa na klabu za Singida Black Stars na Azam kwenye mechi za awali, huku akipata wasiwasi na Simba na Yanga. Mayele ambaye ni kocha wa zamani wa Young Africans amesema Singida Black Stars ambayo ina wachezaji wake wa zamani Harso Mwaku pamoja na Azam zimenufaika na kuunda mabenchi imara ya ufundi. Katika mechi za hatua ya awali, Yanga, Azam na Singida Black Stars zimeshinda ugenini na nyumbani bila kuruhusu bao, huku Simba ikishinda ugenini na kuambulia sare ya bao 1-1 nyumbani, lakini zote zimevuka. Nimefurahishwa na timu za Tanzania hususan Azam FC ambayo inafundishwa na kocha mzoefu Florent Ibenge, wakati Singida ambayo ina mchezaji wangu wa zamani alikuwa mfungaji bora nayo imekuwa na mwanzo mzuri, amesema Imaeli. Ukiangalia hizi timu zimekuwa na makocha wenye uzoefu. Hili limewasaidia sana. Singida ina kocha Gamondi, ninamjua ni kocha mzuri, amefanikiwa kuibadilisha timu yake
Aiza Emmanuel, raia wa Ubelgiji, ameonyesha wasiwasi na klabu kongwe za Simba na Yanga, akizitaka kuwa imara kwenye mabenchi yao ya ufundi, huku akipongeza hatua ya kukua kwa soka la Tanzania. Kama sijakosea, Simba hawana kocha na walikuwa wanasimamiwa na kocha waliyemuuzia timu ya taifa, lakini Yanga nako kunaonyesha benchi lao halijatulia. Nadhani wanatakiwa kujipanga. Naipongeza Tanzania na naona kuna hatua kubwa zinaendelea kupigwa. Ukiangalia tangu nimeondoka Tanzania kuna hatua kubwa zimepigwa. Hili ni zuri kwa soka la hapo. Wasiwasi alionayo Emmanuel juu ya kiwango cha Simba na Yanga ni sawa na mwandishi wa Mwananchi Devota Kihwelo, ambaye hata hivyo naye ameridhishwa na Azam. Devota amesema anaridhishwa na kiwango cha klabu ya Azam kwani imeonyesha imejipanga kwenye mashindano ya Afrika, huku akizitaka klabu kongwe za Simba na Yanga kujipanga. Amesema Azam imeanza vizuri, ikionyesha umakini kwenye mechi mbili za hatua ya awali iliyocheza, ambapo anaamini ikiendelea hivyo itafikia malengo kwenye kombe la shirikisho Afrika. Nimevutiwa na namna Azam inavyocheza hizi mechi, imeonyesha ina nguvu kubwa kwenye hizi mechi mbili ilizocheza, amesema Devota. Aiza Devota amezitaka Simba na Yanga kubadilika kwani hazikucheza vizuri kwenye mechi za kwanza, huku mashabiki wake wakikosa kuridhishwa na viwango vya timu zao. Ukiangalia Simba haikucheza vizuri, mashabiki wake wamekuwa wanalalamika. Hivyo kwa Young Africans, mashabiki wake nao wanalia. Nadhani nini kifanyike, zinatakiwa kuendelea kujipanga. Nyota wa zamani wa Simba na Taifa Stars ambaye sasa ni kocha wa soka la ufukweni Boniface Pawasa amesema bado timu wa wawakilishi wa Tanzania kwenye mashindano ya Afrika hazijacheza vizuri, huku akibainisha kwamba ni mapema kuanza kuona ubora wa timu hizo kwa kuwa zimeingia mapema kwenye mashindano. Mimi ukiuliza, naona hizi timu zimecheza kwa 50% tu. Timu zote zinatuwakilisha bado hazijaweza kucheza kwa ubora mkubwa kwa kuwa wachezaji wanapitia kipindi cha kujua falsafa za makocha wao, amesema Pawasa. Timu zimetoka kwenye maandalizi ambayo unahitaji muda kabla ya kuanza kuona kile ambacho kinatarajiwa. Tunaweza kuona kitu kikubwa, lakini tunatakiwa kusubiri. Aiza Pawasa ameongeza amefurahishwa na namna wachezaji wazao wanavyojituma na kuwapa changamoto wageni kwa kuanza kwenye timu zao, huku wageni wakisubiri. Sijui ni uhitaji, maana unataka kuwa wachezaji wa kigeni wanapewa sifa kubwa sana kuliko ubora wao. Kitu kilichonifurahisha ni wazawa kutokukubali unyonge, wameshindana vizuri. Ufike wakati tutathmini wachezaji wetu ili kuwapa nafasi makocha wa timu kupata wachezaji bora. Kocha wa zamani wa Azam FC Idi Cheche amesema jambo la msingi timu zinazoshiriki michuano ya kafu zijitambue, ziweke malengo ya kujituma kuhakikisha zinafika mbali. Mpira ni mchezo unaotengenezwa katika saikolojia. Wachezaji wakijengewa, naamini hata timu mbili zinaweza zikafika mbali fainali za michuano hiyo. Kadri mechi zinavyochezwa ndivyo ugumu unaongezeka. Kwa sasa mpira wa Afrika umeanza kufanana, hivyo timu ziangalie baadhi ya makosa yaliyofanywa katika mechi za mwanzo na ziboreshe. Timu ziwe tayari kukosolewa na kila mmoja asimame katika jukumu lake. Mashabiki wawape nguvu wachezaji na wachezaji wapambane uwanjani, na makocha mbinu zao ziwe imara. Mechi za nyumbani ziwe silaha yao kuhakikisha zinashinda, ili za ugenini hata zikipata sare zinaweka katika hali salama. Kitu kingine cha msingi, timu ziungane zinapocheza nyumbani, ziwe kitu kimoja na sio kuunga mkono wageni, amesema Cheche. Ofisa habari wa Azam FC Sabiti Zakaria amesema iko haja ya kama taifa kufanya jambo hili, kuliinua soka la Zanzibar, ikiwamo kuwa na ligi moja. Zaka amesema kati ya Azam na KMKM kwa sababu ndio zinakutana katika hatua ya pili ya mchujo wa kombe la shirikisho Afrika. Hii inamaanisha tayari tumejihakikishia timu moja katika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho, na timu zetu nyingine zikifuzu tukawa na timu 4 itatupa nafasi zaidi ya kufanya vizuri kuliko ikipita timu moja. Jambo zuri ni timu 3 kati ya 5 zilizopo katika hatua hii zitaanzia ugenini. Hii ni faida kwa timu zetu, tujitahidi mechi hizi tukazimalizia ugenini au zisipate madhara makubwa ugenini. Kama ni kufungwa basi isiwe kwa tofauti ya mabao mengi, ili zikirudi nyumbani zije kumalizia kazi hapa, lakini ni vizuri ikiwezekana mechi hizi zimalizike ugenini. Kama taifa tuweke kando upinzani wa klabu, hasa Simba na Yanga. Linapokuja jambo la taifa, muda wa kugombana upo tu. Tuwe kitu kimoja kitaifa, halafu tukimaliza tunaweza kurudi kugombana, lakini katika mechi hizi za kitaifa tuwe kitu kimoja. Tatizo la soka la Zanzibar ni moja tu,
ligi haijulikani. Wachezaji hawasajiliwi katika transfer matching system kwa sababu FIFA haijui Zanzibar kama ina ligi inachezwa. Hii inaifanya ligi kukosa udhamini, ligi haijulikani, lakini kama taifa tunaweza kufanya jambo kwa ajili ya kuinua ligi ya Zanzibar. Tuziunganishe tuwe na ligi moja ili tule pamoja keki ya taifa. Mwandishi mmoja Mustafa Mtupa amesema baada ya KMKM kuvuka hatua ya pili ya kombe la shirikisho Afrika ni kitu kinachostahili kupongezwa, huku akizitaka Simba na Yanga kubadilika. Mtupa amesema KMKM inastahili kupongezi kutokana na uwekezaji wao mdogo kulinganisha na klabu nyingine za Simba na Yanga. Na wapongeza sana KMKM. Zamani ilikuwa ni rahisi kuona hazina mechi nzuri, zilikuwa zinatoka mapema sana, huwezi kuzilinganisha timu kama KMKM na uwekezaji kama ambao umefanywa na Azam. Hili lililofanya ni jambo kubwa na hatua dai, amesema Mtupa. Aidha, Mtupa amesema licha ya kutocheza vizuri kwenye mechi za awali kwa klabu za Simba na Yanga, bado ana imani nazo, lakini amezitaka kujipanga zaidi ili kufuzu hatua ya makundi. Sio kitu kigeni kwa Simba na Yanga kufika makundi, lakini wengine wameona wasiwasi baada ya timu husika kuanza kwa kutokucheza vizuri, lakini nina imani kubwa kwamba zitabadilika huko mbele. Kwa upande wa mwandamizi wa Mwananchi, amehatimu na heka, amesema hana hofu na timu ya taifa. Amesema hana hofu na timu za Tanzania bara na visiwani katika mchakato wa kufuzu hatua ya makundi ya michuano ya kafu. Timu zote za bara zimekuwa na ushiriki bora kwa maana ya Yanga, Simba, Azam, Singida, na hii imechagizwa na uwekezaji mkubwa sana uliofanyika ambao unaakisi hatua inayokwenda nayo kwa maana ya kile tunachokiona sasa, amesema na heka. Pia na heka amesema kitu kingine kinachosababisha timu hizo kufanya vizuri ni kutokana na hamasa ya serikali kutoka kwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi, ambao wamekuwa wakitoa kwa washiriki. Wakati huo na heka amesema hata shangaa kama timu zote za Tanzania zitafuzu hatua ya makundi ya kafu msimu huu baada ya kushinda hatua ya awali ya mchujo. Sitashangaa nikiona timu zetu zote zinafuzu hatua ya makundi, amesema na heka. Haya ni matunda ya uwekezaji ambao unafanywa kwa timu za Tanzania bara. Ukiangalia Simba unamuona Mohamed Dewji, ukiangalia Yanga unaona Gharib Said Mohamed JCM, ukiangalia Azam FC unaiona familia Bakhresa. Iko hivyo kwa kabla ya kama klabu kama Singida Black Stars unawaona wadau wakubwa wakiwemo viongozi kama Mwigulu Nchemba na wadau wengine. Hii hamasa ya uwekezaji inachochea mabadiliko ya uwekezaji visiwani Zanzibar, ambako unaona timu kama KMKM zimeanza kusajili wachezaji wa kigeni. Sitashangaa nikiona timu zetu zote zikifuzu. Kwa mashabiki, usiende kwa nia kuicheka timu au kuizizomea, nenda kuisapoti. Haina maana kuiombea timu moja ishindwe. Mechi za hatua ya pili katika michuano hiyo zinatarajiwa kuchezwa kati ya Oktoba 17 na 19, 2025, kisha marudiano ni kati ya Oktoba 24 na 26, 2025, ambapo washindi wa jumla wanafuzu makundi. Simba itacheza dhidi ya Singizini Hotspurs ya Eswatini, wakati Young Africans ikikabiliana na Silver Strikers kutoka Malawi. Singida Black Stars itacheza dhidi ya Flambeau de Center ya Burundi, wakati Azam FC ni dhidi ya KMKM. Timu zote za Tanzania bara zitaanzia ugenini kisha kumalizia nyumbani. Na hii ni Neli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa kemkem fuatilia Neli TV. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Neli TV. Nilikuandalia na kusomea taarifa hii ni mimi Sport Lady. Hadi wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.